Tumsifu Yesu Kristo. Leo ninaenda kuelezea historia ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Mtakatifu Rita wa Kashia alizaliwa katika kijiji kidogo kinachoitwa Rocaponemia. Chenyewe kilikuwa katika nchi ya Italy. Alizaliwa mnamo mwaka 1377 siku ya Jumamosi tarehe 22 Mei. Yeye alikuwa ni mtoto mtiifu, anayeheshimu na anayependa kusali. Ndoto zake tangu utotoni alikuwa anataka kuwa mtawa, mtumikie Mungu. Lakini alipokuja kuwa mkubwa, wazazi wake walimlazimisha kuolewa na kijana ambaye ni tajiri anaitwa Paulo. Kijana huyo Paulo alikuwa anafanya kazi ya ulinzi katika jengo la mfalme. Walipofunga ndoa, Mtakatifu Rita wa Kashia na Paulo wakabarikiwa kupata watoto wawili. Na baba yao na Mtakatifu Rita wa Kashia, miaka 8 baada ya kufunga ndoa, siku moja alishangaa kuona mume wake anachelewa kurudi nyumbani. Alijiuliza ni kipi kitakuwa kimemtokea. Aliwaomba majirani zake na wafanyakazi wa pale nyumbani waende kuwasaidia kumtafuta mume wake. Walipokuwa njiani wakienda kazini kwa mume wake, waliona mwili ukiwa umelazwa, ukionyesha ishara kwamba mtu amekufa. Na walipousogelea, Mtakatifu Rita wa Kashia aliona ni mwili wa mume wake ambao uliuliwa kikatili. Aliuliwa kisha akakatwa. Mtakatifu Rita alilia kwa uchungu kwa sababu mume wake alikuwa hajapokea sakramenti za muhimu, zile kubatizwa, Ekaristi Takatifu na kipaimara. Hizo alikuwa hajapokea. Baada ya kifo cha mume wake, watoto wake wawili waliazimia kulipiza kisasi. Lakini Mtakatifu Rita aliomba sana kwa Mungu asilipize kisasi. Ilishindikana. Wale watoto walipokuwa wakubwa wakasema ni bora twende tukalipize kisasi. Lakini Mtakatifu Rita alienda kwa Yesu msalabani akamuomba ni bora watoto wake wafe ili wasiweze kulipiza kisasi. Na kweli watoto wake wakafa, hawakulipiza kisasi. Mtakatifu Rita wa Kashia bado alikuwa na ile dhumuni la kuwa mtawa. Aliamua kurudi katika shirika la Mtakatifu Agustino. Alipoenda kuomba nafasi ya kuwa mtawa, walimkatalia, kwanza kwa sababu alikuwa ameshaolewa. Alikuwa ni mke wa mtu, na mtawa utakiwa kuwa mke, utakiwa kuwa una mume. Pili, alikuwa ameshazaa watoto na utakiwa kuwa na watoto. Ila Mtakatifu Rita wa Kashia alivorudi nyumbani, aliendelea kusali. Siku moja akiwa anasali usiku, amesali akasikia mlango unagongwa na sauti ikiita, "Rita, toka nje. Mimi ni Yesu wa msalabani. Nimekuja kukuchukua kukupeleka kuwa mtawa." Rita aliogopa, akasema kwamba itakuwa ni shetani amekuja kumvurugia sala yake. Aliendelea kusali kwa hofu. Bali tena ikatoka sauti nyingine ikasema, "Rita, toka nje." Akachungulia dirishani, akaona watakatifu watatu: Mtakatifu Agustino, Mtakatifu Yohane Mbatizaji na Mtakatifu Henry. Wale watakatifu walivyoingia ndani kwa Mtakatifu Rita, alivotoka nje, walimchukua na moja kwa moja kumpeleka ndani ya ukuta kwa Mtakatifu Agustino.
Walipofika kule asubuhi, mtawa mmoja alikuwa akifungua milango, naye akamwona Mtakatifu Rita akiwa amelala. Akamuamsha na kumuuliza maswali, umefikaje humu ndani? Mtakatifu Rita alimwambia, mimi sijui, mimi ndio nimeamka sasa hivi najikuta humu ndani. Wakaamua wamchukue kwa sababu ile ilikuwa ni ishara ya ajabu. Milango yote ilifungwa, madirisha yote, hamna sehemu yoyote ambayo mtu anaweza akapita, lakini wamemkuta ndani. Waliamua wamchukue na kumfanya awe mtawa. Alijifunza maisha ya utawa na akawa mtawa. Kitu ambacho kinafanya mpaka anaitwa mtakatifu sasa hivi ni kwamba, yani kwanza yeye mume wake aliuliwa ila hakutaka kulipiza kisasi. Na katika Biblia tunaambiwa kwanza kisasi ni cha Mungu. Kama wewe mwanadamu ukaenda kulipiza kisasi umetenda dhambi. Kwa hiyo hakulipiza kisasi, alimwachia Mungu. Pili, alikuwa anapenda sana kusali. Tatu, katika ubatizo wake nyuki weupe walienda kumzingira mdomoni kwake na bila kumdhuru. Na wale inaonesha utakatifu wa yule mtoto. Fundisho hapa tunafundishwa kwamba tusipende kulipiza visasi. Hasa watoto, ukitendewa jambo baya, mfano mwenzio shuleni kakuibia peni, umemjua inatakiwa umsamehe. Sio unamjua na unaenda kulipizia kisasi. Hiyo sio vizuri. Hiyo ndio historia ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Asanteni. Amina.